vijana watatu, mimman kana qablakum, katika watu waliokuwapo katika zama zilizotangulia kabla yenu, hata awahumul mabitu, mpaka watu hawa jua likamaliza, hawajafika wanakokwenda, wakalazimika walale ila ghari, ndani ya pango. Pango ndilo walilofanya mahala pa kupumzika wakati wa usiku. Fadakhaluhu, wakaingia ndani ya pango. Fanhadarati sakhratun minal jabali, wakati walipolala likaporomoka jiwe katika ule mlima. Fasaddati alaihimul ghara, likaja jiwe lile kuziba katika lile pango, kiasi ambacho hawawezi tena kutoka. Kushakucha, wanataka waendelee na safari, uwezo wa kutoka hawanao, lakini hata njia ya kupiga ingelikuwa zama hizi angalau wana simu, lakini kwa wakati huo simu hakuna, na hakuna yoyote angejua ndani ya pango hili kuna watu. Maana yake wangelilazimika wabaki hapo mpaka wangoje umauti wao. Lakini Mungu akawapa ufahamu. Faqalu, wakasema, innal hala washan la yunjikum min hadhihi sakhara, hakuna kitakachowaokoa nyinyi kutokana na hili jiwe, illa an tad'u Allah, isipokuwa mumuombe Mwenyezi Mungu, bisalihi a'malikum, kwa kutawassal, kwa kufanya wasila zile amali zenu nzuri njema mlizozifanya, mumuombe Mungu, ya Rabbi, kwa utukufu wako ya Allah. Kwa mfano, niliswali kwa kutaka radhi zako, nilifunga kwa kutaka radhi zako, na shida ya Rabbi, niondoshee shida hii kwa baraka ya swala yangu. Kwa hivyo wakaambizana vijana hawa, cha kuwaokoa hapa hakipo. La yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. Qala rajulun minhum, mtu mmoja katika wale watatu akasema, Allahumma, ewe Mola, Mola wa haki, Mola usiye na mshirika, kana li abawani, mimi nilikuwa na baba na mama, shaykhani, watu wazima wawili, kabirani, walikuwa wakubwa wa kweli kweli, wa kuntu, nikawa mimi katika maisha yangu kwa heshima za wazazi wangu, la ughbiqu qablahuma ahlan wala mala, ilikuwa ukifika wakati wa jioni nilikuwa simpi mtu yoyote huduma ya chakula, sio watoto wangu, sio wake zangu, sio mali zangu, mpaka kwanza ni wahudumie wao. Sawa? Fanaa bi talabu shajarin, ikaniweka mbali na kunichelewesha kurudi nyumbani suala zima la kutafuta kuni yauman. Falam aruhu alaihima hatta nama, kwa maana hiyo sikuweza kurudi kwa wazazi wangu wawili, bali nilipofika nyumbani tayari wamelala. Kule nilikokwenda kutafuta kuni kulikuwa mbali kidogo, maana yake nikachelewa kiasi cha kwamba kutoka huko mpaka nilipofika nyumbani nikawakuta wazazi wamelala. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, nikakamua kwa ajili ya wazazi wangu maziwa yao, yale maziwa yanayonywiwa usiku kwa ajili ya chakula cha usiku, yanaitwa ghabuqa.
nikawakamulia maziwa yao. Fawajadtuhuma naimaini, nilipokwenda chumbani kwao nikawakuta baba na mama wameshalala. Kwa heshima za wazazi, fakarihtu an aghbika qablahuma ahlan au malan, nikachukia, sikupenda kuanza kuwapa yale maziwa ahali zangu, watoto wangu na mali yangu. Sikuona hilo ni jambo zuri, kwa sababu mwenyewe nilikuwa ninatekeleza amri zako ya Allah za kuwapa heshima wazazi wangu, za kuwaweka kipaumbele wazazi wangu. Kwa hivyo sikupenda nianze kula mimi na watoto wangu. Nikabaki vipi? Falabithtu, nikabakia mimi, walqadahu, hali ya kuwa glasi ya maziwa, ala yadi, iko katika mkono wangu, antadhiru istiqadhahuma, nikawa nangoja wataamka wakati gani. Hata baraka alfajr, kwa kweli ulikuwa mtihani. Wazee hawa hawakuamka mpaka ilipopasuka alfajiri ndio wanaamka. Tumekwenda pamoja Wa fi riwayatin, riwaya nyingine ya hadithi hii inasema, wakati mimi na wangoja wazazi wangu waamke, waswabia, na watoto wadogo wadogo, yatadhaghauna inda qadami, kama kwamba wanatafunana au wananiparapara chini ya miguu yangu au mbele ya miguu yangu. Basi fastaiqadha, walipoamka ile alfajiri, fashariba, wakanywa qabuqahuma, maziwa yao. Nilifanya vile kwa ile amri yako ya kuwapa taadhima wazazi, ya kuwapa heshima wazazi, ya kuwapa thamani wazazi. Ndiyo kilichonifanya hata watoto nisiwape maziwa nikiwangojea wazazi wangu waamke. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika bitighaa wajhika, kwa kuwa mimi, yani yo in mukhaffafatun min athqila, maana yake innahu innal hala washani, fa'altu dhalika, nililifanya hilo, ibtighaa wajhika, si kwa kutaka jambo jingine, nilikuwa nataka nipate radhi zako. Mtume anatuambia ridha Allahi fi ridha alwalidaini, ukitaka Mungu awe radhi na wewe, jitahidi kuzipata radhi za wazazi wako. Ridha Allahi fi ridha alwalidaini, ukitaka Mungu awe radhi na wewe, basi na wewe pigania kuzipata radhi za wazazi wako. Tumeshasema mara nyingi, Mwenyezi Mungu aliyotuelekeza hivyo, ametuambia wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, kama wazazi wako watakuja kukulazimisha ufanye jambo ambalo Mungu hayuko radhi nalo, katika hilo fala tuti'huma, usiwatii wazazi wako. Lakini usiwambie makafiri wakubwa nye, hamna dini nye, usiwasakame hivyo. Alafu Mungu akaagiza wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, hata kama wazee wako hawana dini, bado wajibu wako wewe kuishi nao kwa wema. Na inawezekana wema wako ikawa ni sababu ya wazazi wako na wao kuvutika na wewe mtoto wao, wakaja katika tabia njema. Tumefahamiana Kwa hivyo tulifanya haya, nilifanya haya ya Rabbi kwa ajili ya kutaka radhi zako, ibtighaa wajhika fafarrij anna. Kupitia ibada hii tunakuomba ya Allah, tufanyie nusra,
tuweze kutoka manahanu fihi, katika hili tatizo ambalo sisi tumo ndani yake, min hadhihi sakhra, kutokana na hili jiwe. Anasema Bwana Mtume baada ya dua ya mmoja wao, famfarajat, lile jiwe kidogo likatoa mwanya, shay'an, lakini la yastati'una alkhuruja. Maana yake Mungu anathibitisha kwamba ile ibada kweli ilifanywa ibtighaa mardhatillah, na kwamba kuwafanyia shughuli na kuhangaika kwa wazee wako katika kiwango hicho, ukifanya kwa ajili ya kutaka radhi za Mungu, maana yake unafanya ibada kubwa. Tumefahamiana? Allah wazazi wetu, Allah wazazi wetu, Allah wazazi wetu. Tulisoma katika al-kabair, pamoja na kwamba baadhi ya watu wanasema hadithi dhaifu, lakini hadithi ya Alqama ni mashuhur, na aliyoiweka katika kitabu kile al-Imamu Dhahabi. Kuja mtu mwingine leo akasema hadithi ile dhaifu, hatuwezi kuchukua maneno yake mbele ya maneno ya Imamu Dhahabi. Kwa sababu gani? Hawawezi kukaa katika mizani tukampima Imamu Dhahabi na imamu wa jana au wa leo au wa kesho, hatuwezi kuwaweka pamoja. Kwa hivyo sisi wanawazuoni waliosema hadithi hii dhaifu, hao waliopita ndiyo tutakayosema hadithi hiyo dhaifu, na wanawazuoni waliosema hadithi hiyo hasan, akina Tirmidhi, akina Abu Dauda. Akaja mtu mwingine karne iliyopita akatwambia hadithi hii dhaifu, wanawazuoni wanatuambia sisi hatuwezi kuchukua maneno ya huyo. Maneno ya Sayuti kwa mfano, maneno ya Ibn Kathiri kwa mfano, maneno ya wanawazuoni kama hao washazungumza hadithi hii ni hasan, alafu anatokea mtu leo kuja kusema hadithi hiyo dhaifu, hatuchukui sisi. Kwa sababu gani? Hawa watu sio wazama moja. Ukitaka kumjua mtu udhaifu wake na usahihi wake, uwaulize watu walio katika zama zake. Tumefahamiana vizuri hapo? Haya wameyasema wanawazuoni, mie nimeanukuu kutoka katika midomo ya wanawazuoni, tena wakubwa. Siku hizi ukitaka kusoma unaenda katika mitandao tu huko bwana, si una Google au sio? Wapo wanawazuoni kwa wakubwa kabisa wanasema maneno haya. Sahi. Kwa hivyo Alqama alikuwa kavutwa na penzi la ahali wake, ikawa si msikivu kwa mama yake, mpaka ikafika Alqama kufika wakati wa kuvuliwa roho. Shahada Alqama ikawa matatizo kuipata, mpaka taarifa zikafika kwa Bwana Mtume. Si ndio tulivyosomeshwa? Mtume sallallahu alayhi wasallama, vipi Alqama asipate shahada? Liko tatizo gani? Kwa ufupi akaitwa mama. Haya vipi? Anasema manake kweli ya Rasulullah, Alqama mimi moyo wangu hauna furaha naye. Kwa sababu gani? Naam, huyu bwana alikuwa anamfadhilisha sana mama yake, nani? Mkewe, kuliko mimi, nilikuwa sina nafasi. Akamwambia, lakini ndio kama ataondoka hivi ndio anakwenda zake motoni huyo. Unasemaje mama? Basi nimemsamehe. Alqama anatamka shahada. Sawa? Sisi tuna wake jamani, wakati mwingine wake zetu wanakuwa kama wametumiliki, hatuna sauti. Akija mama yako mzazi unatangaziwa mama yako toka aje hapa, mie sipati usingizi, namuona yeye anaingia chumbani. Mboni mie simuoni? Kwani kakufata wewe? Hanitaki mimi huyu. Hakutaki kwa sababu gani? Ikitimia wiki unaanza kumtafutia mama safari. Sasa mama utaondoka lini
nyumba kule, mbuzi wako, yani unamfukuza kiaina. Jamani, wazazi wetu na ahali zetu wakati mwingine wana makusudi hayo. Mume anatakiwa awe katika taa ya mama yake, lakini mke awe katika taa ya mumewe. Ndio ilivyopangwa Tunakwenda pamoja. Sahihi. Qala an-nabii, mtume anasema, qala al-akhar, akasema yule mwingine, Allahumma kunta libnata ammi, kanat li ibnatu ammi, mimi nilikuwa na mtoto wa ami yangu, mtoto wa kike wa ami yangu, kanati ahabba nnasi ilayya, mwanamke huyo sijapata kumuona mwanamke mwingine aliyenivuta kuliko yeye. Kwa kweli nilioza sana ya Rabbi, nilioza sana kwake yeye. Fa aradtuha ala nafsiha, kwa ufupi nikataka utawala kutoka kwake, naomba unihudumie. Anamwambia binti ammi wamtanaat, yule bibi akasema jambo hilo haramu. Wamtanaat minni, akanikatalia. Maana yake huyu bwana hakutaka kuoa alikuwa tu anataka kuwazima usafiri. Wamtanaat minni, akakataa kunikatalia. Hata alamat biha sanatun mina sinina, mpaka huyu bibi alipata na matatizo ya shida za njaa katika mwaka uliokuwa wa njaa, akashikwa kweli kweli. Fajaatini, akanijilia mimi kunitaka msaada ibni ammi yake. Fa'ataituha 20 wa 100 dinari, nikampa dinari 120. Dinari ni dhahabu nyingi sana hizo. Nikampa, lakini nampa ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, kwamba atoe nafasi ya mimi na yeye kukaa faragha na kuweza kunikidhia lile ninalolihitaji. Kama uko tayari dinari 120 hizi, mimi nataka unikidhie hitaji langu. Bwana mkubwa anasema fafaalat, ndio akakubali yule bibi. Alikubali kwa sababu hali imemzonga, shida imemzonga, lakini kubwa ilikuwa Mungu anataka atusomeshe namna gani mtu imani inavyoweza kumuokoa, na hasa akina mama katika hapo, namna gani imani inaweza kumuokoa. Basi binti yule akalazimika kukubali. Alafu hata idha qadartu alaiha, kwa kweli binti alinipa nafasi mpaka nikahakikisha kwamba uwezo wa kulitekeleza lile nililokuwa nikilitafuta miaka mingi sasa nishakuwa nao. Qalat, huyu binti wakati tuko faragha hapa akanikumbusha akasema, la uhillu laka, pamoja na shida yangu, pamoja na umaskini wangu, pamoja na uhitaji wangu, sihalalishi kwako, kwa maana sikuruhusu antafudha alkhatam, sikuruhusu uvae pete, sikuruhusu uvae pete illa bihaqihi, isipokuwa pete inavaliwa kwa haki yake. Kwa maana kama unanitaka mimi, nenda ukanioe. Haiwezekani mimi unitumikishe hivi, hii ni haram. Anasema mama yule, subhanallah, fataharrajtu min alwuqu'i alaiha, pamoja na kwamba hapa nilipokuwapo nilikuwa na uwezo hata hiyo lugha zinazoitwa siku hizi kubaka, lakini nikaona makosa makubwa
haya maneno aliyoniambia ni maneno makubwa, siwezi kufanya hivyo. Fansaraftu anha, nikaondoka nikamuacha bibi huyu. Wa hiya ahabbu nasi ilayya, hali ya kuwa huyu bibi ndio mtu anayependeza zaidi kwangu. Wataraktu dhahaba alladhi a'taituha, nikamuachia na ile dhahabu niliyompa. Allahumma, Mola wa haki, in kuntu fa'altu dhalika, kwa kuwa niliyafanya yale, ibtighaa wajhika, kwa kutaka radhi zako, fafarrij anna ma nahnu fihi, tuondoshee mtihani ambao umetukamata. Anasema Bwana Mtume, famfarajati sakharatu, lile jiwe likazidi kutoa nafasi, lakini